أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عما بعد. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dada zangu katika imani, tuendelea na darasa yetu, na leo hii nitazungumzia kuhusu wanyama waliotajwa katika Qur'an. Sehemu ya kwanza, dada zangu katika imani. Ama mnyama wa kwanza ambao kwamba nitamzungumzia ni mnyama maarufu ajulikanaye kama hudhud. Dada zangu katika imani, hudhud ni mmoja wa ndege maarufu zaidi waliotajwa katika Qur'an. Ana hadithi inayojulikana sana kuhusu Nabii Suleiman alayhi salam, ambayo inadhihirisha akili yake, inadhihirisha hekima yake, inadhihirisha uaminifu wake, inadhihirisha usahihi wake katika kuwasilisha taarifa na kujitolea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Dada zangu katika iman, hudhud ana sifa nyingi za ajabu ambazo zilimpa heshima ya kutajwa katika Qur'an tukufu. Ni ndege mwaminifu anayeoa mara moja tu katika maisha yake, hata baada ya kifo cha mwenzi wake. Katika uchumba, dada zangu katika iman, hudhud hutoa jani, hutoa mdudu mdomoni mwake, huku akionyesha kichwa chake ambacho ni taji nzuri, na hutoa chakula kama mahari kwa jike anayemchumbia ili kumfurahisha. Jike akiila chakula ile kwa mdomo wake inaashiria kukubalika, kisha humpeleka kwenye kiota alichomjengea, yani ambacho kwa kawaida huwa ni shimo kwenye mti. Akikubali hicho kiota, basi tendo la kujamiana hutendeka. Kisha jike hutaga mayai 5 hadi 7, na baada ya kuanguliwa wawili hao hubadilishana kuwalisha vifaranga. Dada zangu katika imani, ndege huyu ni mwaminifu, na akipata chakula au maji humwita mwenzi wake na hali yani wala hanywi yani bila mwenzi wake, na ikiwa mwenzi wake hayupo ataruka ruka huku na huku akimtafuta, akiita, na akifa mwenzi wake ataendelea kukiita yani kila anapomkumbuka, akienda kwenye sehemu walizokuwa wakiruka pamoja na kukiita, akikumbuka kumbukumbu zao za furaha. Pia dada zangu katika imani, ndege huyu ana hisia ya kipekee tofauti na ndege wengine, inayomruhusu dada zangu katika imani kugundua kugundua kuwepo wa maji chini ya ardhi. Ndiposa Nabii Suleiman alayhi salam alimtegemea sana ndege huyu kama mwongozo wa kupata vyanzo vya maji ndani kabisa ya ardhi, na ikiwa angeonyesha chanzo cha maji, basi Nabii Suleiman alayhi salam angewaamuru majini kuchimba sehemu ile, nao wangepata maji. Pia dada zangu katika imani, ndege huyu alikuwa na uwezo wa kuruka maelfu ya kilomita bila uchovu, bila kiu au njaa, na kumfanya awezi kusafiri kutoka nchi moja hadi nyingine. Dada zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala alimpa Suleiman alayhi salam uwezo wa kuelewa na kuwasiliana na wanyama na ndege, ikiwa ni pamoja na ndege huyu hudhud. Qur'an tukufu katika surat An-Naml imetaja mazungumzo ya Nabii Suleiman alayhi salam na ndege huyu hudhud. Kila aina ya ndege ilikuwa na kazi maalum na jukumu, na hudhud lilikuwa jukumu la hudhud lilikuwa ni kupata maji wakati Nabii Suleiman na jeshi lake walikuwa wakisafiri na kuyahitaji maji. Hudhud angechunguza ardhi kutafuta maji na kuwajulisha mahali pake. Siku moja, dada zangu katika iman, hudhud alitoka pasina kuomba ruhusa ya kutoka kwake kwa Nabii Suleiman alayhi salam. Kisha Suleiman alayhi salam alipokuja akikagua
yani alipokuwa akikagua jeshi lake la majini, wanadamu na ndege, hakumuona ndege huyu Hudhud. Kwa hivyo alijiuliza, kama ilivyokuja katika Quran Suratul Naml aya ya 20 hadi 21, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ma la ara hudhuda am kana min alghaibin لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. Akasema Suleiman, imekuwaje, mbona simuoni Hudhud? Au amekuwa miongoni mwa wasiokuwepo hapa leo? Kwa yakini nitamwadhibu adhabu kali, au nitamchinja, au ataniletea hoja iliyo dhahiri ya kumzuia kuja hapa leo. Dada zangu katika imani, aya hizi zinasimulia sehemu ya hadithi ya Nabii Suleiman alayhi salam, mmoja wa manabii wa wana wa Israel. Allah subhanahu wa ta'ala alimpa ufalme mzuri ambao hakuna mtu aliyeumiliki baada yake, wala hawataumiliki kamwe. Alimtiisha majini. Allah subhanahu wa ta'ala alimtiisha nabii huyu Suleiman alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala alimtiisha majini, akamtiisha upepo, akamtiisha wanyama, akamtiisha ndege na wadudu. Wakati wanasayansi leo bado wanajitahidi kuelewa lugha ya mawasiliano kati ya ndege, Allah subhanahu wa ta'ala aliwatiisha ndege kwa nabii huyu wake Suleiman alayhi salam na kumfundisha lugha yao. Dada zangu katika imani, alielewa walichokuwa wakisema ndege na wanyama wengine na walichotaka kutoka kwake, na angezungumza nao na kuwaangalia. Hudhud, dada zangu katika imani, alikuwa ni mmoja wa ndege hawa. Nabii Suleiman alayhi salam aliwakusanya askari wake wa majini, wanadamu na ndege, lakini alipochunguza hakumpata Hudhud. Aliitishia kwa adhabu kali sana. Dada zangu katika imani, aya hizi pia zinatuonyesha tabia ya Nabii Suleiman alayhi salam kama mfano wa kiongozi mcha Mungu aliyechanganya upole katika dini na ukali katika kusema ukweli. Alichunguza jeshi lake kubwa ambalo lina wanadamu, majini na ndege, na akagundua kutokuwepo kwa ndege mdogo Hudhud bila ruhusa yake, lakini kutokuwepo kwake kulikuwa kwa muda mfupi. Alirudi Hudhud, dada zangu katika imani, na kutoa maelezo ya kutokuwepo kwake na kumwambia Nabii Suleiman alayhi salam mambo aliyojifunza ambayo Nabii Suleiman alayhi salam wala askari wake hawakuyajua. Alimshangaza Nabii Suleiman alayhi salam ndege huyu Hudhud na habari kutoka ufalme wa Saba, ambapo alimkuta mwanamke akitawala. Alikuwa na kila kitu na alikuwa na kiti cha enzi kizuri, na yeye na watu wake walikuwa wakiabudu jua badala ya Mwenyezi Mungu mmoja. Hudhud kwa akili yake timamu alikosoa tabia hii. Zaidi ya hayo, Hudhud hakuwa tu mjumbe mwaminifu, pia alitekeleza jukumu lake kama mtoa habari mwerevu na mkweli, akitumia zana zote za ushawishi wa kiakili na kihisia kutoa ujumbe wake kwa urahisi na ufasaha. Pia alitumia mtindo wa kuvutia wa masimulizi ili kuvutia umakini wa Nabii Suleiman alayhi salam na kumlazimisha kusikiliza habari hizo. Zaidi ya hayo, alivuta umakini wa Nabii Suleiman alayhi salam kwenye uzito wa jambo hilo kupitia uchambuzi sahihi wa kisayansi na ukosoaji wenye kujenga na wenye maksudi, hatimaye akitoa suluhisho bora la jinsi mambo yanavyopaswa kuwa. Dada zangu katika imani, fikiria jinsi ndege huyu Hudhud alivyoanza hotuba yake
kuelezea sababu ya kutokuwepo kwake, kwa kumwambia Nabii Suleiman alayhi salam, nimeyafahamu yale ambayo hujayafahamu, nami nimekuja kwako kutoka Sabaa na habari fulani. Hudhud, dada zangu katika iman, alianza hotuba yake kwa njia ya moja kwa moja mbele ya Nabii Suleiman alayhi salam, nabii ambaye Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa amempa maarifa, alikuwa amempa utawala na hekima ambayo hakumpa mwanadamu mwingine yeyote. Dada zangu katika iman, hii ni dalili ya wazi na dhahiri ya umuhimu wa mtu wa chini yake kujitokeza au kujipendekeza kwa mtu aliye juu yake. Kila mtu ana jukumu lake na ujuzi wake, na haijalishi mtu ana ujuzi kiasi gani. Kunaweza kuwa na viumbe wenye ujuzi zaidi ya ufahamu wa mwanadamu. Lakini je, kiongozi mwenye busara Nabii Suleiman alayhi salam alikimbilia kumwamini Hudhud aliyomwambia katika hotuba yake, nimeyafahamu yale ambayo hujayafahamu? Badala ya kusikia habari hii baada ya kusikia habari hii muhimu, alikimbilia kumwamini Hudhud. Dada zangu katika imani, yeye Nabii Suleiman alayhi salam hakutaka kuchukua hatua bila kwanza kuchunguza na kuthibitisha jambo hili. Huu ni ujumbe wenye nguvu kwa wote wanaosikiliza walaghai wanaodai kujua yasiyoonekana. Kisha Nabii Suleiman alayhi salam akamjibu Hudhud baada ya kumwelezea yote aliyoyafahamu na aliyoyaona pale alipopotea. Kisha Hudhud kisha Nabii Suleiman akamjibu Hudhud kwa kumwambia kama ilivyokuja katika Quran, Surat An-Naml aya 27 hadi 28, qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadhibin idhhab bikitabi hadha faalqih ilayhim thumma tawalla anhum fanzur madha yarji'un. Akasema Suleiman alayhi salam kumwambia Hudhud, tutaona kama umesema ukweli au umo katika waongo. Nenda na barua yangu hii na uwafikishie, kisha uwaache na utazame watashauriana vipi kuhusu barua hii. Dada zangu katika imani, wakati huu Hudhud anaenda kwenye jumba la Malkia Bilqis na ujumbe aliokabidhiwa na Nabii Suleiman alayhi salam, ujumbe sahihi na mzito, ujumbe wa kijasusi unaohitaji busara na usahihi katika kuchunguza ukweli wa jambo hilo kwa karibu. Dada zangu katika iman, Hudhud anatekeleza ujumbe huo kwa hekima na usahihi. Kwa hivyo anaacha barua ya Suleiman alayhi salam kwa Bilqis malkia wa Sabaa na kutoweka machoni pa malkia na watu wake, lakini anaangalia hali hiyo kwa siri bila mtu yoyote kumtambua, ili kuona kitakacho wapata kulingana na amri ya Nabii Suleiman alayhi salam alivyomwambia Hudhud, basi wageukie mbali na uone watakachosema kama jibu. Hudhud alichunguza ushawishi wa malkia huyu kwanza kabla ya kuchunguza cheo chake binafsi, kwa sababu kigezo cha msingi cha nguvu ni kile mtu anacho katika suala la ushawishi, si kile alichonacho katika suala la cheo. Kwa hivyo tunaona kwamba Hudhud alitoa kipaumbele cha juu zaidi katika misheni yake ya uchunguzi kwa ushawishi wa malkia huyu kabla cheo chake. Hii ni kitendo cha busara cha ajabu sana. Dada zangu katika iman, Hudhud kwa utambuzi wake na akili yake na uangalifu wake na imani yake, hakupuuza masuala ambayo Nabii Suleiman alayhi salam aliyapa umuhimu wa pekee, hasa miongoni mwao ikiwa ni mada ya iman na dini. Kwa hivyo aligundua kwamba huyu alikuwa malkia na kwamba
hawa walikuwa raia wake na kwamba walikuwa yani kusudia au wakisujudia jua badala ya Allah, ya Mungu mmoja, na akaelewa kwamba kusujudi kunapaswa kuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Dada zangu katika imani, ikiwa hekima inatolewa katika aya za Qur'an kupitia ulimi wa ndege hudhud ambaye hutimiza wajibu wake, basi vipi kuhusu wanadamu ambao wamefadhilishwa zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala kuliko viumbe vyake vingi? Je, wanadamu ni wadogo kuliko ndege huyo ambaye anashangazwa na wanadamu, ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amempa akili na ambaye amemfanya kila mwanadamu yani kila kitu yani kiwe chini ya mwanadamu huyu. Lakini dada zangu katika iman, subhanallah, yani anamsujudia mwingine asiyekuwa mwanadamu, anamsujudia mwingine asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika Quran, Surat An-Naml aya 25 kuhusiana na haya: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. Sheitan amewapambia wasimsujudie Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye yani huyatoa yaliyofichikana katika mbingu na ardhi, na huyajua mnayoyaficha na mnayoyadhihirisha. Dada zangu katika imani, Hudhud alimweleza Nabii Suleiman alayhi salam kile hasa alichokuwa amekiona, yani mazungumzo yaliyotokea kati ya Malkia Bilqis na watu wake, na kile malkia huyo alichokusudia kufanya, ambacho kilikuwa ni kumkabidhi Nabii Suleiman alayhi salam zawadi. Na hili ni jambo lililomfanya Nabii Suleiman alayhi salam ajiandae kwa kila kitu, na matokeo yake yalikuwa kwamba Malkia Bilqis na watu wake wote wakasilimu. Dada zangu katika iman, yani kuanzia hapa tunaweza kuelewa umuhimu wa Qur'an katika kumchagua ndege huyu Hudhud kuliko wengine kwa kazi hii, kwa sababu sifa za ndege huyu na mambo mengi ya kisayansi ambayo yamegunduliwa na sayansi hivi karibuni. Shukran jazila wa barakallahu fikum.